Jeshi la polisi mkoani Geita limethibitisha kuwakamata watoto wapatao 19 ambao wamekuwa wakilandalanda ndani ya mji wa Geita na maeneo mengine bila kuwa na makazi maalum ya kuishi na kuwarudisha majumbani kwao. Hayo yameelezwa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita Sakapsafia Jongo wakati alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari eneo la Bombambili mjini Geita, ambapo ametaja sababu ya watoto hao kuondoka makwao inatokana na malezi mabovu ya wazazi na walezi wanayowapatia. Aidha, Jongo amesema msako huo ni endelevu katika mji wa Geita, ambapo amewataka wazazi na walezi kuhakikisha wanawalea watoto wao katika maadili yaliyo mema na sio kuwaacha watoto wakilandalanda mtaani na mwisho wa siku wanaingia kwenye makundi ya uhalifu. Na operesheni hiyo tumeitafutia utaratibu. Tumegundua kwamba tukivamia na defender pale Biva wanatukimbia. Kwa hiyo tuna utaratibu ambao tumeufanya kwa kuhusisha na jamii, ambapo watoto hawa tumeendelea kuwakamata. Kidogo kidogo tu unajifanya kama vile unataka kuongea naye, kama unamsaidia. Ukimaliza hapo ngui tumemshika, tunakaa tunaongea naye, anatueleza hadi kwake, na mpaka tarehe 18 yes, mwezi wa 3, usiku mwezi wa 4, mwezi wa 3 tulikuwa tumekamata jumla kuwarudisha makwao jumla watoto 19. Na operesheni hii inaendelea. Sababu ziko za aina nyingi, lakini sababu kubwa ni malezi. Wazazi tumekuwa walaini mno, kwa hiyo mtoto anafanya maamuzi yale yaona sawa, na watoto wengi wanatoroka majumbani kwao. Hawanatoroka, wanaanza kuacha shule, alafu anakuwa mtoto wa mtaani. Kisha kuwa mtoto wa mtaani wanaambiwa kuna maisha mazuri Geita, wanaingia kwenye mabasi. Kama mnakumbuka kipindi kile tuliwakamata hao watoto, kumbe ule utaratibu bado wanaendelea nao. Wanapanda kwenye malori, wanapopakia mizigo ikitimia, kabla hawajafunga na yeye anaingia mle. Kwa hiyo wamekuwa na mbinu mbalimbali za kuingia kwa huu mkoa wa Geita. Wakifika Geita wanakaa au wanaenda Mwanza. Kwa hiyo Mwanza na kwenyewe wanaonekana, mwenzangu tulikuwa naye amehamia Mwanza. Kwa hiyo ni operation ambayo inaendelea, lakini tumebadilisha aina ya jinsi ya kuwakamata wale watoto. Na tunaamini tutafika mahali pazuri, lakini pia nichukue wito kwa wazazi, nitoe wito sana kwa wazazi. Tuwajue watoto wetu. Najua inakuwa haingiwi akilini, mzazi amepoteza mtoto ana miezi 6 na mwaka mmoja, hujui wapi alipo. Mtoto wa miaka 14, 15, 16 na unaishi tu, maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo niwasihi wazazi wote popote pale wanaponisikiliza, tunao wajibu kwa hao watoto. Kama sio duniani basi kwa Mungu atatuuliza kwa nini tuliwaleta duniani alafu tukashindwa kuwapa malezi bora. Onekana mzazi anamtumia mtoto wake kama kitega uchumi, kwa sababu mtoto anasema mama yangu nini, kwa hiyo mtoto anarudi nyumbani na pesa. Na umuulizi hiyo pesa ametoa. Ndio maana nimeisema generally kwamba kikubwa ni malezi.